Tuinamishe vichwa vyetu. Mungu wetu, neno lako linasema Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi wake, mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu ambazo wafalme hakuweza kufunuliwa hizo. Mpe basi kila mmoja wetu kujaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu kwa neno hili kuhusiana na jehanamu ya moto, ili tujue yale yaliyoko mbele yetu. Na Bwana, mpe kila mmoja wetu kutoka kulipuuza neno hili, lakini kulichukulia kwa makini hata lipate kubadilisha kabisa mwenendo wa maisha yetu na kutufanya kuwa tayari wakati wote. Bwana mwema, msaidie basi kila mmoja wetu ulielewa neno hili na tena lisitoke katika mioyo yetu tena, katika jina la Yesu. Amen. Kama tulivyotangulia kuzungumza, leo tutakuwa katika somo la 6 katika mfululizo wa matukio ya mwisho, jehanamu ya moto. Yesu Kristo akielezea juu ya jehanamu ya moto anatufundisha kuogopa lolote tunaloweza kulipata kwa wanadamu. Kuogopa lolote tunaloweza kulipata kwa wanadamu, lakini tumwogope Mungu ambaye ana uwezo wa kutupa jehanamu ya moto. Ikiwa mume wetu atatutisha na kutuambia tuache wokovu, atatupiga. Wazazi wetu atatupiga. Anasema tusiwaogope hao, tusiyaogope hayo yatakayotupata kupitia kwao, lakini tumwogope Mungu ambaye sio tu ana uwezo wa kutuondoa katika dunia hii, lakini ana uwezo wa kututupa katika jehanamu ya moto. Luka sura ile ya 12 mstari wa 5, Biblia inasema, Luka 12 mstari wa 5, lakini nitawaonya mtakayemwogopa. Mwogopeni yule ambaye akisha kumuua mtu ana uweza wa kumtupa katika jehanamu. Naam, nawaambia mwogopeni huyo. Tusiogope watu katika ukoo wetu ambao watatutisha na kutuambia tusiokoke, na kutuambia tusibadilishe dini, tusiache dini za wazazi wetu, hata pale ambapo tunajua tunakwenda kinyume na neno la Mungu katika dini hizo. Tusiwaogope hao ambao watatuletea kila namna ya vitisho, lakini tumwogope Mungu ambaye ana uwezo wa kututupa jehanamu ya moto. Sio tu, lakini anasema tuheri kukubali lolote likitupata linaloonekana ni mateso makubwa katika dunia hii, kwa sababu hatuna pesa, tumeacha wizi, tumeacha uzinzi, tumeacha uasherati, tumeacha ukahaba, na kwa sababu hiyo tumepungukiwa pesa na hali ni nzito. Lolote litakalotupata ni heri kuliko mateso yale ambayo yatatupata katika jehanamu ya moto tukiendelea kufanya dhambi. Mathayo sura ile ya 5 mstari ule wa 22. Mathayo 5 mstari wa 22, alafu mstari ule wa 29 mpaka 30.
Bali mimi nawaambieni, kila mwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akimfyolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Jicho lako la kuume likiukosesha, ling'oe, ulitupe mbali nao. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupe katika jehanamu. Na mkono wako wa kuume ukiukosesha, ukate, utupe mbali nao. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupe katika jehanamu. Jehanamu ya moto ni ipi basi? Ikoje mpaka Yesu anatuambia ni afadhali tuingie katika jehanamu ya moto tukiwa tumepoteza viungo vyetu, tukiwa tumeng'oa macho yetu, kuliko kutupa jehanamu ya moto. Ni afadhali viungo vyetu vyote tukaving'oa, vikawa mbali na sisi, tukakosa hiki au tukakosa kile cha thamani katika dunia hii, lakini tukaenda mbinguni. Ni nani huyu Mungu wa kumwogopa? Mungu wetu anatuonya katika neno lake, tumwogope yeye, maana ana uwezo wa kututupa jehanamu ya moto, na tusiogope yoyote anayeweza kutupata katika dunia hii. Sasa jehanamu ya moto ni mbaya kiasi gani? Jehanamu ya moto ni wapi? Na mateso ya jehanamu ya moto yakoje? Walioko huko wanaishi namna gani? Hilo ndilo linatufanya kutafakari juu ya somo hili, jehanamu ya moto, ili tujifunze kwa undani yale yote yanayohusiana na jehanamu ya moto. Maana maandiko yanasema katika Waebrania sura ya 10 mstari wa 26 mpaka mstari wa 27, alafu mstari ule wa 31, maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, kama tunataka tujifunze hii kweli kuhusiana na jehanamu ya moto. Maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu kwenye kutisha. Hasa inapaswa kuwa hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari wala wao wapingao. Na ukali wa moto ulio tayari wala wao wapingao. Ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Kutupa katika jehanamu ya moto inatajwa ni hukumu yenye kutisha. Ni ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Awe yote ambaye anatupa katika jehanamu ya moto anakuwa ameanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Jehanamu ya moto inaitwa pia kuzimu. Katika Zaburi 9 mstari wa 17 tutaona neno hilo kuzimu. Na katika Luka sura ile ya 16, Luka sura ile ya 16 mstari ule wa 19 mpaka mstari wa 31 tunaona juu ya watu wawili waliokufa. Na mtu mmoja alipokufa, huyu aliyekuwa tajiri, mstari wa 22 mpaka 23, alipokufa na kuzikwa, ule kuzimu aliyeinua macho yake alipokuwa katika mateso. Jehanamu ya moto
inaitwa pia kuzimu, na vile vile inaitwa jina jingine Tofethi. Isaya 30 mstari wa 33. Isaya 30 mstari wa 33. Maana Tofethi imewekwa tayari tokea zamani, na imewekwa tayari kwa mfalme huyo. Ameifanya kubwa, inakwenda chini sana. Tanuru yake ni moto na kuni nyingi. Pumzi ya Bwana kama mto wa kiberiti huiwasha. Tofethi inayotajwa hapa ni jina jingine la Jehanamu ya moto. Kwa sababu hiyo leo tunajifunza juu ya Jehanamu ya moto au kuzimu au Tofethi. Na tutajifunza somo hili kwa kuligawa katika vipengele vinne. Kwanza, hukumu tu baada ya kufa. Hukumu baada tu ya kufa. Hukumu baada tu ya kufa. Pili, Jehanamu ya moto iko wapi? Tatu, hali halisi ya Jehanamu na wale walioko huko. 4, jinsi ya kuikwepa Jehanamu ya moto. Kwanza, hukumu baada tu ya kufa. Kila mmoja wetu hana budi kufahamu kwamba tunahukumiwa mara tu baada ya kufa kwetu. Kufa kwetu ni mwisho wa dunia kwetu pia. Mtu anapokufa amefikia mwisho wa dunia kwake. Na tunapokufa hivyo hivyo, hatuna budi kufahamu tunahukumiwa mara tu baada ya kufa kwetu. Hukumu haingoji. Waebrania 9 mstari wa 27 tunasoma kwamba mtu amewekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Sasa hapa ndipo tunapopaswa kuwa na maarifa. Tunazungukwa na walimu wengi wa uongo nyakati za mwisho, na shetani atawatumia kupotosha ukweli wa neno la Mungu. Na watu hawa watafundisha kwa namna ya kuchuja maandiko ili tusiweze kujua madhara yanayotusubiri. Na wataeleza kwa mfano kwamba watu ambao wamekufa wanakuwa wamelala tu. Wamelala tu. Na hamna kumbukumbu lolote kwao. Hakuna chochote kinachoendelea baada ya kufa. Na watatumia maandiko kadhaa. Mathayo 27 mstari wa 52. Mathayo 27 mstari wa 52 inazungumzia juu ya watakatifu waliolala. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 20 itazungumzia juu ya Yesu, inazungumzia juu ya Yesu Kristo, limbuko lao waliolala. Yohana 11 mstari wa 11 mpaka 14 tusome hapo. Yohana 11 mstari wa 11 mpaka 14. Aliyesema hayo. Kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumhamisha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, na walidhania kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Wako watu ambao watakuwa hawaelewi kwamba kinachozungumzwa ni mauti, na watatufanya tuone kufa ni kulala, kama kulala tu usingizi. Hawataelewa kwamba kinachozungumzwa hapo ni mauti. Ni lugha tu nyingine ya kuzungumzia mauti, lakini watatumia maandiko mengine kutuelezea kwamba mtu anapokuwa amelala na miu, amekufa, wao watasema kwamba hakuna chochote kinachoendelea, ni kama mnyama tu amepotea na pasa, hakuna kumbukumbu lolote, hakuna chochote kinachoendelea baada ya hapo. Na watatumia maandiko kadhaa kama haya yafuatayo. Mhubiri sura ya 9. Mhubiri 9
watatumia maandiko kadhaa, lakini tutasoma tu hapa Mhubiri 9 kwa wakati. Mhubiri sura ile ya 9. Mhubiri sura ile ya 9 mstari wa Mhubiri sura ya 9 mstari wa 5. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Watazungumzia kwamba watu wanapokufa namna hii, kumbukumbu lao limesahauliwa, wanakuwa tu kama wanyama waliopotea. Hakuna lolote linaloendelea baada ya hapo. Sasa hatuna budi kufahamu ukweli. Ni muhimu kuelewa kwamba kinachobaki kaburini ni mwili tu, lakini roho inakuwa imeondoka. Roho ya mtu anayekufa inaondoka sekunde ile ile mtu yule anapokufa, na anatoka katika mwili aliyokuwa nao. Roho ile inatoka katika mwili wa mtu yule na inaingia katika mwili mwingine. Iko mwili mingine upande wa pili. Biblia inasema katika Korintho wa kwanza 15 mstari 40, ikiwa iko miili ya duniani, iko miili ya mbinguni pia. Ikiwa iko miili ya duniani, iko miili ya mbinguni tena, iko miili ya mbinguni pia. Kuna miili mingine ambayo iko upande ule mwingine wa pili, na roho inapotoka katika mwili huu ambao unabaki kaburini, inaingia katika mwili mwingine. Na ndio maana Ayubu aliyekuwa na ufunuo mkubwa namna hii anasema katika Ayubu sura ya 19. Ayubu sura ile ya 19. Ayubu 19 mstari ule wa 26. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipo na mwili wangu nitamwona Mungu. Labda tusome mpaka 27. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamwona Mungu, nami nitamwona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Anasema pasipo mwili huu nilionao nitamwona Mungu, tena nafsi yangu itamwona na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Ayubu alifunuliwa. Kwa ufunuo huu akajua tunatoka katika miili na tunaingia katika miili mingine, katika ule ulimwengu mwingine. Tunaingia katika mwili mwingine upande ule wa pili baada ya kufa. Na hii inafanyika tu mara baada ya mtu kufa. Na kinachotokea, mwili ambao ni mavumbi unabaki kaburini, unabaki katika udongo. Lakini roho sio mavumbi. Roho hiyo inamrudia Mungu yeye aliyeitoa. Mhubiri sura 12 mstari wa 7. Mhubiri sura 12 mstari wa 7. Biblia yako inasema hivi: nayo mavumbi huirudia nchi kama yalivyokuwa, naye roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Mavumbi, mwili huu mavumbi unarudi katika nchi, lakini roho inamrudia Mungu aliyeitoa sekunde ile ile mtu anapokufa. Na ikiwa mtu amekufa akiwa mbali na dhambi, sekunde ile ile anakwenda mbinguni. Yesu Kristo akamwambia mwalifu yule mmoja msalabani, akasema leo hivi utakuwa pamoja nami paradiso. Leo hivi utakuwa pamoja nami paradiso. Luka 23 mstari wa 43. Luka 23 mstari wa 43. Yesu akamwambia, amini nakwambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Leo unakufa leo, moja kwa moja unaingia peponi. Roho yako inaingia peponi. Na kinachotokea sasa, mtu anapokuwa amekufa akiwa mbali na dhambi, atachukuliwa, roho yake itamiminwa kwanza kwenye mwili mzuri, kama jinsi ambavyo mafuta yanavyoweza kutolewa katika chombo kibovu yakaingizwa katika chombo kingine kizuri. Ndio maana Paulo mtume anasema, mimi namiminwa, wakati wa kufariki kwangu umefika, namiminwa.
Timotheo wa pili sura ile ya 4 mstari wa 7, mstari wa 6 mpaka wa 7. Labda tusome mstari wa 6 tu kukomboa wakati. Kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Paulo mtume aliyekuwa na wingi wa mafunuo alifahamu kwamba kufa ni kumiminwa. Ikiwa mtu amekufa, sasa roho yake inamiminwa kwenye mwili mwingine na anakwenda katika hukumu. Sasa anaingia katika hukumu, roho yake inaingia katika mwili mwingine na anapambana na hukumu yake. Na kama ameishi maisha yanayompendeza Mungu, atachukuliwa mara moja katika magari mazuri ya mbinguni, akiwa na mwili mzuri unaomeremeta na kwenda mbinguni, akiongozwa au akichukuliwa na malaika. Katika Zaburi 68 mstari wa 17 tunaona juu ya magari haya. Zaburi 68 mstari wa 17. Zaburi 68 mstari wa 17, Biblia inasema hivi: magari ya Mungu ni 20,000 maelfu. Yako magari ya Mungu maelfu yanayowangojea watakatifu ambao wanaingia mbinguni. Kama gari moja ambalo lilikuwa linaendeshwa kwa farasi wa moto na upepo kisulisuli lilivyokuja kumchukua Elia, magari yako mengi sana ambayo yatamchukua mtu mara tu roho yake inapoingia katika mwili mwingine na kumpeleka malaika wakishangilia, moja kwa moja akipelekwa mbinguni. Lakini mtu akiwa ameishi katika dhambi, hukumu yake baada ya kufa ni kutupwa katika jehanamu ya moto. Mara anapokufa anaingia jehanamu ya moto au kuzimu. Katika Mithali 9 mstari wa 13 mpaka 18, Isaya 5 mstari wa 11 mpaka 15, Mithali 7 mstari wa 24 mpaka 27, maandiko yote hayo yanatuelezea jinsi ambavyo kuzimu kunavyowangojea wenye dhambi, watu waliojaa kila namna ya ulevi katika maisha yao, watu waliojaa filimbi na zomari na zeze katika ulevi wao, ikizungumzia juu ya muziki wa dansi. Watu wamejaa muziki wa dansi na ulevi, watu wamejaa ukahaba, makahaba ambao wanawavuta watu kwenda kukaa katika ukahaba wao, makahaba ambao wanawavuta watu kufanya ukahaba nao, ukahaba, uzinzi, kila namna dhambi, watu wenye dhambi na mei. Kuzimu kuna wasubiri, kuzimu kuna wangojea, shimo hilo linawangojea kuwameza, kuwachukua. Na katika Luka 16 tuliposoma, yule tajiri alipokufa akazikwa, na alipozikwa mara kule kuzimu alipokwenda akawa katika hali ya mateso. Amekufa, amezikwa. Luka 16:22 mpaka 23, amekufa, amezikwa, ikawaje? Basi kule kuzimu aliinua macho yake alipokuwa katika mateso, kuonyesha kwamba mateso ya jehanamu ya moto, mateso ya kuzimu yanaanza mara tu baada ya kufa. Ile roho inaingia katika mwili mwingine na inakwenda moja kwa moja katika hukumu. Twende pamoja sasa, tuzidi kuchimba ndani, tuone kinachoendelea. Kipengele cha pili sasa, jehanamu ya moto iko wapi? Jehanamu ya moto iko wapi? Ni muhimu kufahamu kwamba mbinguni ni juu. Tunajuaje ni juu? Yesu Kristo alipokuwa anawaaga wanafunzi wake, akwambia na kwenda kuandalia makao ili pale nilipo ninyi nanyi mpate kuwapo, alitoka katikati yao. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume sura ya 1, akachukuliwa mawinguni, akapaa kwenda mbinguni, wingu likampokea, na malaika akamwambia wanafunzi wale, kwa jinsi ile mlivyomuona na paa atarudi vivyo hivyo. Alipaa kwenda juu mbinguni. Na Paulo mtume katika ufunuo aliopewa anasema ni mbingu ya tatu. Ni mbingu ya tatu. Na katika Wakorintho wa pili sura ile ya 12, Wakorintho wa pili sura ile ya 12, Paulo mtume anatoa mafunuo
akielezea jinsi ambavyo wakati mmoja alivyochukuliwa peponi, mbingu ya tatu. Wakorintho wa pili sura 12 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Hapa anajieleza mwenyewe kwa unyenyekevu. Alinyakuliwa mpaka peponi. Na peponi anasema ni juu mbingu ya tatu. Mbingu ya kwanza ni hapa ambayo tunaona mawingu hapa na mvua inakuja kutokea kwenye mawingu hayo, na mbingu ya pili ni mahali ambapo kunakuwa na sayari mbalimbali, iwe ni Mars, iwe ni Venus, iwe ni Jupiter, Saturn na sayari nyingine. Na mbingu ya tatu sasa ni juu zaidi kuliko sayari hizo. Huko ndiko mbinguni, huko ndiko peponi. Lakini Jehanamu ya moto au kuzimu ni chini, sio juu, lakini ni chini. Kama tunavyoweza kuiona dunia hivi ilivyo sasa, chini huku ndiko ambako iko Jehanamu ya moto. Pande za chini za nchi, pande za chini za nchi. Angalia Biblia yako sasa. Angalia Biblia yako sasa katika Mithali 15 mstari wa 24. Kwa mtu mwenye akili njia ya uhai huenda juu. Njia ya uhai inakwenda juu. Njia ya hawa wanaokwenda mbinguni inakwenda juu, ili atoke katika kuzimu chini. Njia ya kwenda kuzimu ni chini, lakini njia ya kwenda kwenye uhai ni juu. Njia ya kwenda kwenye mauti ya milele ni chini, lakini njia ya kwenda kwenye uhai au uzima milele ni juu. Angalia tena Biblia yako katika Zaburi 63 mstari wa 9. Zaburi 63 mstari wa 9. Zaburi 63 mstari wa 9. Biblia hapo inasema hivi: basi waitafutao nafsi yangu ili kuiharibu wataingia pande za nchi zilizo chini. Wanazungumzia wauaji hapa. Wauaji wataingia pande za nchi zilizo chini. Huko ndio Jehanamu ya moto kunakotajwa, ni pande za nchi zilizo chini. Ezekiel 31 mstari wa 14. Ezekiel 31 mstari wa 14. Ezekiel 31 mstari wa 14. Kusudi mti wowote, na mti katika Biblia inazungumzia juu ya watu. Ulio karibu na maji usijitukuze kwa sababu ya kimo chake, wala usitie kilele chake kati ya mawingu, wala mashujaa wake wasisimame katika kimo chao kirefu. Na wote wanyoa maji, maana wote wametolewa wape. Waende pande za chini za nchi kati ya wanadamu, pamoja nao washukao shimoni. Waende pande za chini za nchi, wanadamu waliojitukuza, wanadamu ambao wamejiona wao ni wao, hawataki kusikiliza maneno ya Mungu. Waende pande za chini za nchi, washuke kwa shimoni. Sasa mtu anapokufa, roho yake inapotoka katika huu ulimwengu mwingine wa roho, anapokuwa amekwenda, sasa kuna njia anafika mahali njia panda. Roho tu ikitoka anafika mahali njia panda. Jina lake kama alikuandikwa katika kitabu cha uzima mbinguni, moja kwa moja anaingia katika njia nyingine. Na kama jina lake limeandikwa katika kitabu cha uzima mbinguni, ameishi maisha ya wokovu hapa duniani mpaka dakika ya mwisho, anaingia katika njia nyingine ya uhai. Na mahali hapo njia panda, ambapo roho hii inaingia kwenye mwili, moja kwa moja atatoka huku, roho ile itaingia moja kwa moja kwenye mwili. Mtu anapokufa tu ile mili inawekwa maalum pale, na mtu anapoingia mara moja anakuja fulani, wako malaika maalum wa kufanya kazi hiyo, na tayari roho ile inaingia moja kwa moja kwenye mwili. Tayari mtu yule anajifahamu, na anapokuwa anajifahamu sasa, anaongozwa kwenda katika njia.
mbili kati ya njia mojawapo kati ya hizo mbili, na kama ameishi katika wokovu, ameishi katika utakatifu mpaka dakika mwisho, anaongozwa kwenda katika njia hiyo ya shangwe na vigelegele kwenda mbinguni, akiwa anabebwa na magari ya farasi wa moto yanaondeshwa kwa upepo wa kisulisuli na shangwe nyingi. Lakini akiwa amekufa katika dhambi, akiwa amekufa mbali na wokovu, anaingizwa, anapelekwa katika njia hiyo sasa na kupelekwa jehanamu ya moto kule chini, pande za chini za nchi. Na unajua kinachotokea mara moja mtu anapofika njia panda, ataiona ile njia, malaika wazuri, shangwe, vigelegele vigelegele vinashangiliwa huko, wanawasubiri hao kuwapeleka mbinguni. Lakini upande wa pili ataona malaika wabaya, malaika wabaya sana, malaika ambao nyuso zao ni mbaya, nyuso zao ni za kikatili, ni malaika wa ibilisi, ni malaika wabaya ambao watakuwa tayari kuwapokea hawa ili kuwapeleka pande za chini za nchi kule kwao. Na kitakachotokea, kwa sababu ataona kule kuzuri, ataona huko ni kuzuri, mtu yule kama ni mwenye dhambi atapenda kwenda njia ile nyingine nzuri, hatapenda kupokewa na hawa, hatapenda kupokewa na huko kubaya, maana ubaya wake unaonekana pale pale tu mtu anapofika. Na hawa wanaompokea wabaya, yale anayoyaona tangu mwanzo mabaya, machitu ya kutisha, wabaya hawa ndio wanataka kumchukua kumpeleka. Kwa hiyo atataka kwenda kule kwenye njia ile nyingine nzuri, na sasa wale wanaowapokea huko watamwambia hatukujui, jina lako haliko huko, naenda kule, huko ndio kwake, huko ndio kwako unakotakiwa kwenda. Sasa mtu yule atakuwa katika hali ya kuhangaika, atakuwa katika hali ya kuhangaika na atatapatapa sana, na itamlazimu kukamatwa kwa nguvu ili apate kutupwa moja kwa moja na hawa wampokee na moja kwa moja kumpeleka pande za chini za nchi. Utaweza kuona wakati mwingine tumewahi kuona watu wengine wanapokufa watakuwa wanahangaika sana, roho yao inapokuwa inataka kutoka, sasa watahangaika sana 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 na kutapatapa kama kuku. Na ile roho utaweza kuona mtu anapokuwa anakufa, mara nyingi tumewahi kuona watu wanapokufa sauti inakuwa haipo tena, mtu azungumzi, anakuwa anakodoa macho tu, hakuna kinachoendelea, unawasiliana naye hakuna hata leo unazungumza nini, lakini bado hajafa. Na wakati ule ameshaondoka, yuko katika ulimwengu mwingine. Roho hiyo sasa inangojea kuingia katika mwili, na wakati mwingine katika kutapatapa sasa, akitaka kuingia katika njia ile nyingine nzuri iendayo katika uzima, atakuwa anahangaika, na mtu yule atatapatapa, anarudishwa roho yake, yule mtu anarudishwa kwamba huku utakiwi kwenda, unatakiwa kwenda huku. Na katika hali ya kutapatapa, mwisho atalazimika kufungwa na atakamatwa na kufungwa namna hiyo, halafu hatimaye atupwe na apokelewa namna hiyo na kupelekwa pande za chini za nchi kule jehanamu ya moto. Na unaweza kuona baada ya kutapatapa namna hiyo, mtu hatimaye anakata roho namna hiyo. Lakini katika kutapatapa namna hiyo ni ile jitihada za kusema huku sikutaki, nataka kuzuri, huku sikutaki, nataka kuzuri. Au watu wanapenda kuzuri, watu wanapenda kwenda kuzuri na wanakataa kwenda kuzuri, wanakataa kwenda kubaya, wanataka kwenda kuzuri. Hawajui kwamba wakati wa kuchagua njia hiyo nzuri ni sasa. Wakati uliokubalika wa wokovu ndio sasa. Wakati ule kama mtu atatoka kusema aende akachagua njia ile, wakati ule umekwisha. Wakati ule kuchagua, chagueni hivi sasa mtakayemtumikia. Yoshua akasema mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Wakati wa kuchagua nani wa kumtumikia, ni Mungu au Shetani, ni sasa, sio wakati ule ujao. Na mtu atakaposema sikutaki kule kuzuri, atachukuliwa, atakamatwa kwa nguvu. Baada ya kukamatwa kwa nguvu, atatupa kule katika jehanamu moto. Wengine watalazimika kufungwa. Baada ya kukamatwa watalazimika kufungwa kabisa kwa nguvu. Halafu baada hapo wanatupwa. Biblia inasema katika Mathayo, angalia Mathayo
Mtu anapokamatwa, mtu anapokamatwa inatisha, inatisha. Mathayo sura ile ya Mathayo jambo hapa la kujifunza ambalo nataka tuliangalie kwa makini, kwa utulivu, tuweze kupata picha halisi. Mathayo sura ile ya 22, angalia maneno hayo kwa makini. Tunapokuwa tunazungumzia juu ya jehanamu ya moto na kuwa ni huzuni sana. Mathayo sura ya 22 mstari ule wa 13. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, siataki kwenda jehanamu. Siataki, anataka kwenda njia ile nzuri. Kule duniani alikuwa anasema hakuna kuokoka duniani, haiwezekani kuokoka. Anataka, anaendelea kufanya dhambi, anaendelea kufanya uasherati, anaendelea kufanya ukahaba. Anasikia neno, anaeleza juu ya wokovu, hataki. Anakuja kanisani mahali kama hapa, anasikia juu ya wokovu kila siku, yeye anasema mimi nataka tu kuombewa, lakini mambo ya kuokoka sitaki, siwezi kuokoka duniani. Sasa anataka kwenda kule kuzuri. Mchukueni mtu yule, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje. Jehanamu ya moto ni giza la nje, kama tukavyoweza kuona kwa nini inaitwa giza la nje muda mfupi ujao. Mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Atalazimika kufungwa mikono na miguu. Mtu ana hiyo ambaye amekazana kusema nataka kwenda huko sikutaki, siwataki hao, nataka kwenda huko, atafungwa mikono na miguu kwamba huko ndio kwako. Tulikupa muda wa kuishi duniani kwamba uweze kuishi maisha yanayompendeza Mungu, hukutaka kusikia. Ulisema mimi na dini yangu, sitaki habari za wokovu. Tulikueleza habari za wokovu, ukashikilia dini badala ya kumshika Yesu. Na sasa ni wakati wako wa kuingia huko na kuchukuliwa na kupokewa. Wakati ule ulijifanya wewe ni tajiri. Ulisema mimi ni tajiri. Ulisema mimi nina cheo. Ulisema wokovu ni kwa watu waliochanganyikiwa. Wakati ule ukafanya yale unayotaka kuyafanya, ukajifanya wewe ni zaidi. Sasa nenda huko. Sitaki, atachukuliwa, atafungwa mikono na miguu na kukamatwa na meo na kutupwa. Atapokewa na malaika wabaya. Ndio maana utaweza kuona hakuna mtu yeyote anayependa kwenda kule, huwa lazima kamatwe na kutupwa. Hata shetani, hata nabii wa uongo, hata mpinga Kristo ambao tuliwaona jinsi ambavyo nao watatupwa kwenye ziwa la moto wakati mmoja, nao wanalazimika kukamatwa na kutupwa. Angalia Ufunuo Yohana sura ile ya 20. Ufunuo Yohana, labda tuanze sura ile ya 19. Ufunuo Yohana sura ile ya 19 mstari wa 20. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye. Yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama na waliosujudia sanamu yake. Hawa wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakala kwa kiberiti. Anakamatwa, anatupwa Ibilisi naye. Ufunuo Yohana sura 20 mstari wa 10. Na yule Ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimwele mnyama na yule nabii wa uongo. Lazima itamlazimu kukamatwa, alafu atupwe, alafu achukuliwe na hawa majiti makatili na kuchukuliwa moja kwa moja jehanamu ya moto. Sasa ni muhimu kujiuliza mpaka hapa, je, ukifa sasa hivi mwanamke na utafika njia ya panda, utakapofika njia ya panda utayakumbuka maneno yangu. Utakumbuka jinsi ulivyopata neema kuyasikia maneno haya, hata kama ni kwa njia ya cassette. Ukitupwa, ukifika mahali hapa njia panda, utaziona njia hizi mbili. Utakwenda wapi? Utakwenda wapi?
Mshike mkono jirani yako, muulize utakwenda wapi. Ngeukie mwingine nyuma, muulize utakwenda wapi. Kama umeshikilia tu dini na hujawa na wokovu, hujaokolewa, hujaweza kuishi maisha ya utakatifu, utatamani kwenda alikokwenda Paulo mtume. Utaambiwa hatukujui. Pamoja na dini yako unasema dini yangu ndio namba moja. Utaulizwa wewe ni dini gani? Waebrania 12:14, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Utaulizwa, dini yako ni dini gani? Dini yako ina watu wengi sana kila mahali. Si swala la kuwa na dini gani na watu wengi kila mahali. La hasha. Ni nani aliye mtakatifu? Nani aliye mtakatifu? Huyo tu ndiye ambaye ataingia mbinguni. Kinyume chake utachachamana kusema nataka huko, watakwambia huko huna nafasi. Mwenye masikio na asikie. Baada kuchukuliwa na kutupwa, hao watu wanakwenda mahali gani? Mahali huko kuko namna gani? Kipengele cha 3 sasa cha somo letu. Kipengele sasa cha 3 cha somo letu. Hali halisi ya Jehanamu na wale walioko huko. Hali halisi ya Jehanamu na wale walioko huko. Hali halisi ya Jehanamu na wale walioko huko. Kabla ajangalia hali halisi ya wale walioko huko, ni muhimu kuwa na maarifa ya kutusaidia kuisimamia imani, ya kuweza kuelewa vizuri juu ya kweli. Biblia inasema nanyi mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Yako mafundisho ya walimu wa uongo kama yale ambayo tulitangulia kuzungumzia habari zake juu ya kulala na kupotea tu kama mnyama. Mafundisho mengine ya watu wa namna hii yanaeleza kwamba mtu anapokufa akiwa katika dhambi, ni kweli anaingia motoni, lakini ule moto unamangamiza mara moja na kumfanya apotee. Sawa sawa na jinsi ambavyo moto unavyoweza karatasi zinavyoweza kuunguzwa na moto, halafu ikawa majivu, halafu moja kwa moja ikawa imepotea. Karatasi hizo basi ndio mwisho. Kwa hiyo watu wanazungumza hivyo kwamba ule moto mara moja mtu tamunguza namna hiyo, halafu mara moja amesagika kabisa majivu moja kwa moja, haonekani tena, ndio imeishia hapo. Na lengo lao ni kusema basi kuna tatizo gani? Tufanye dhambi, ndio lengo la mafundisho haya. Watu wafanye dhambi, haina tatizo. Lakini ikifikia mahali pa kuunguzwa kwenye moto, wanaingizwa mara moja, wanaungua mara moja, kuisha habari yao, basi imekwisha. Hakuna tena chochote kinachoendelea baada ya hapo. Wamemalizika, ni majivu yamepotelea mbali basi. Na watatumia maandiko yanayoelezea juu ya kuangamizwa, na watatafsiri maandiko haya vibaya, wakielezea kwamba kuangamizwa ni namna hiyo. Maandiko kadhaa watayatumia. Kwa mfano Mathayo sura ile ya 10 mstari wa 28. Mathayo 10 mstari wa 28. Msiogope wauao mwili, wasiweze kuiua na roho. Afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Sasa watasema, unaona, kuangamiza mwili na roho. Anasema vyote vitapotea, vitayuka vyote, basi ndio mwisho wake, kwa kutumia maandiko haya. Na wanasema katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee. Watasema mtu ambaye hamwamini Yesu, hakuna tatizo, ataingizwa kwenye moto alafu atapotea moja kwa moja. Baada ya kuingizwa kwenye moto atapotea, hataonekana tena, ndio mwisho wake. Na jambo hilo linafanya kitu hicho kionekane ni rahisi, kwamba kama ni hivyo, si basi tu mara moja naungua napotea alafu ndio mwisho wake. Na lengo la yote haya ni kuwafanya watu wapuuzie kuishi katika utakatifu hapa duniani.
wakati neno la Mungu linasema katika Zaburi 16:3, watakatifu walioko duniani hao ndio ninaopendezwa nao. Utakatifu ni duniani, sio mbinguni. Tunaanza kuishi katika utakatifu duniani ili tuwe tuwekewe uhalali wa kuingia mbinguni. Ni muhimu kuelewa kwamba sio kila mahali tunapoona neno kuangamizwa linamaanisha kuyeyuka na kupotea namna hiyo. Na hasha. Katika Esther 4:16, Esther akasema nitakwenda mbele za mfalme na nikiangamia niangamie. Maandiko hayo hapo au maneno hayo hapo hayazungumzii kwamba Esther atapotea tu, atakuwa hata mwili wake haonekani. La hasha. Anazungumzia kwamba wakiniua waniue, lolote litatokea na litokee. Ndio maana yake. Na baya likinipata si neno. Kwa hiyo kuangamizwa inazungumziwa mabaya kuwapata hawa, mazito kuwapata hawa. Na pale anapozungumzia kupotea ni kutenganishwa tu, kondoo waliopotea. Mtu mmoja alikuwa na kondoo 100, alafu mmoja akapotea, akaenda kumtafuta. Inaposemekana kondoo amepotea, haina maana kwamba basi kabisa ameyeyuka, haonekani kabisa, hakuna chochote kile mwisho wake. Hapana. Hapana, inamaanisha tu ametenganishwa na mchungaji wake. Na kwa msingi huo inapozungumzia kupotea katika maandiko haya, haimaanishi kwamba mtu atapotea tu na kuyeyuka hivyo kama moshi. La hasha. Na vile vile katika Korintho wa kwanza sura ile ya 3 mstari ule wa 16 mpaka 17 inazungumzia Mungu kumharibu mtu wa namna hiyo. Na mtu ambaye atakuwa analichezea hekalu la Mungu takatifu, Mungu anasema atamharibu mtu huyo. Na watatumia maandiko haya na kusema anaharibiwa moja kwa moja, anapotea. La hasha. Kuharibiwa kuna kuzungumzwa hivyo ni kuteswa, ni kuumizwa, ni kuharibiwa kwa namna ya kipekee ambayo tutaweza kuona jinsi inavyokuwa muda si mrefu. Na vile vile katika Zaburi sura 37 walimu hao uongo wanazungumza, wanatumia maandiko haya. Zaburi 37 mstari wa 20, basi wasio haki watapotea. Kupotea. Na wamchukia Bwana watatoweka kama uzuri wa mashamba, kama moshi watatoweka. Watatumia maandiko haya, watatoweka, watapotea, ndio mwisho wake. Nasha. Lakini kutoweka kunakozungumzwa hapa ni kutoweka na kutengwa mbali na Mungu. Kama moshi unavyotoweshwa machoni pa mwanadamu na kwenda mbali sana, hivyo hivyo maandiko haya yanazungumzia hayo, si vinginevyo. Sasa baada ya kuelewa njia kweli inayopatana na maandiko haya, sasa tupige hatua. Tuanze kwenda sasa na kuangalia hali halisi iliyoko kwa hao wanaokwenda motoni. Hali halisi ya hao wanaokwenda pande hizo za chini za nchi, jehanamu ikoje? Tega sikio kwa makini. Jehanamu ya moto. Jehanamu ya moto ni shimo kubwa na refu sana lililojaa moto. Na moto ambao uko jehanamu unawashwa mfululizo kwa pumzi ya Bwana. Utaweza kuona kama moto unataka kuzimika, umeweka kuni alafu unataka kuchochea moto, utaweza kuona kina mama wanapuliza kwa pumzi yao. Wanapuliza ili moto uendelee kuwaka. Sasa moto kule jehanamu ya moto unapulizwa kwa pumzi ya Bwana, pumzi ambayo imewekwa maalum na Bwana mwenyewe na Mungu mwenyewe. Angalia Isaya sura ya 14 mstari wa 15.
Isaya 14 mstari wa 15. Isaya 14 mstari wa 15. Lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo hilo refu. Isaya 30 mstari wa 33. Isaya 30 mstari wa 33. Maana Tofethi imewekwa tayari tokea zamani, na imewekwa tayari kwa mfalme huyo, ameifanya kubwa. Tofethi au jehanamu ya moto kimsingi imewekwa tayari kwa ajili ya mfalme wa dunia, mfalme wa uwezo wa anga, au mungu wa dunia hii ambaye anaitwa Shetani. Mathayo 25:41, Shetani amewekewa moto wa milele pamoja na malaika zake. Hakuna mwanadamu ambaye amekusudiwa kwenda motoni. Ikiwa tutakwenda motoni ni kwa sababu tunapuuzia maneno haya ambayo tunayasikia leo. Maana Tofethi imewekwa tayari tokea zamani. Naam, imewekwa tayari kwa mfalme huyo, ameifanya kubwa, inakwenda chini sana. Tanuru yake ni moto na kuni nyingi. Pumzi ya Bwana kama mto wa kiberiti uiwasha. Pumzi ya Bwana ndio ambayo inaipulizia moto, jehanamu ya moto, na kuikoleza na kuhakikisha moto unawaka mchana na usiku, unawaka wakati wote, unawaka milele na milele. Na ni muhimu kuelewa vile vile kwamba moto huu ni mkali sana sana sana. Waebrania 10 mstari wa 27 tumesoma na tarudia tena. Waebrania 10 mstari wa 27. Bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wa wapingao. Ukali wa moto. Moto ni mkali, hakuna mfano wake. Wengi wetu tutakuwa tunafahamu juu ya moto mkali wa gesi. Na wataalamu hawa watakuwa wanachanganya gesi ya acetylene na gesi ya oxygen na kuwasha moto, na kutakuwa na moto mkali sana sana wa gesi. Huo sio moto mkali ukilinganishwa na moto wa jehanamu. Moto wa jehanamu haufananishwi, ni mkali kuliko mioto yote unayoweza kufikiri na kuwaza. Kutakuwa na moto mkali sana wa kuyeyusha vyuma katika viwanda au matanuru ya vyuma. Vyuma huweza kuyeyushwa mpaka vinakuwa uji kabisa, na moto wa kuyeyusha vyuma mpaka uwe uji utakuwa na degree au utakuwa na nyuzi joto nyingi sana, maelfu, ili kuyeyusha chuma mpaka kinakuwa uji, ili waweze kukitengeneza katika maumbo fulani wataalamu hawa. Na ule ukali wa moto wa kuyeyusha vyuma ni kidogo sana kulinganisha na ukali wa moto ambao ni wa jehanamu. Jua tunaliona, na tunaweza kuwepo hapa, tunaunguzwa maunguzo makuu, joto kali sana, wakati jua hili liko umbali wa maili 93 milioni kutoka hapa. Kule kwenye jua kwenyewe, wataalamu wa sayansi wanaelezea kwamba katikati ya jua kuna gesi hydrogen na gesi nyingine mbalimbali. Ni kama kiwanda ni kama tanuru kubwa katikati ya jua, na katikati ya jua kunatokea joto, kunakuwa na ukali wa moto wa ajabu sana, na joto hufikia centigrade milioni 10 katikati ya jua pale. Nyuzi joto centigrade milioni 10. Kuna ukali wa moto wa kipekee sana kwenye katikati ya jua. Lakini hilo jua, ule ukali wa moto pale kwenye jua ni kidogo sana ukilinganishwa na ukali wa moto wa jehanamu. Waza je, ukali wa moto wote ambao ungeweza kufikiria. Ukali wa moto unaotokana na umeme haulinganishwi na ukali wa moto wa jehanamu. Ukali wa moto wa namna yote ile haulinganishwi na ukali wa moto wa jehanamu. Na sasa moto huu mkali namna hiyo una rangi gani? Moto ambao tunauona, moto wa gesi, kama unachanganya gesi hizi acetylene na oxygen, utaweza kuona wakati mwingine moto unakuwa na blue.
kutakuwa na mioto ya rangi mbalimbali, mioto ya njano mingine, lakini moto wa jehanamu ni mweusi, ni giza, kiasi kwamba walioko mle ndani wakati mwingine ni vigumu kuona watu walio mbali, utaona wale walio karibu. Kwa hiyo unasukwa mwenyewe. Kwa hiyo hakuna nafuu kusema tuko wengi, kwa sababu moto ni unafanya kuwe na giza. Kwa hiyo unateswa, unaumizwa, unachemshwa kwa moto mkali peke yako, kwa sababu moto ule ni mweusi, unafanya liwe kuwe na giza sana ndani ya shimo hilo. Na ndio maana inaitwa giza la nje. Mathayo 22 mstari wa 13, pale tuliposoma tutasoma tena. Mathayo 22 mstari wa 13. Mathayo 22:13. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje. Ndio maana inaitwa giza la nje. Mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Ni giza, ni moto mweusi, moto mweusi, mweusi. Kutakuwa ndiko ambako kutakuwa na kilio na kusaga meno, na kusaga meno. Yuda sura ya 1 mstari wa 6. Na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza. Hukumu ya siku ile kuu. Mahali popote ambapo ibilisi anashughulikiwa kunakuwa giza, kunakuwa kweusi. Na vivyo hivyo kwa msingi huo jehanamu ya moto ni giza la nje. Mahali ambapo kutakuwa na kilio na kusaga meno ni giza la nje. Mathayo 8 mstari wa 11 mpaka 12. Kote huko tunaona jua hili giza la nje, mahali ambapo ni peusi, ni moto mweusi. Sio tu kwamba moto una ukali wa kutisha, sio tu kwamba moto ni mweusi na kwamba mtu atashughulikiwa mwenyewe. Ndio maana leo tusidanganyike tukisema mbona walevi tuko wengi, mbona tunaocheza dance tuko wengi. Hivi kweli Mungu ataangamiza wote hao? Hata si neno. Kama wote tutaangamiza, tutakuwa tuko wengi sana kwenye adhabu jehanamu moto, tutakuwa tuko wengi. Utaona hao wenzako, utakuwa peke yako unashughulikiwa mwenyewe. Ni giza zito, utakuwa mwenyewe unashughulikiwa peke yako, unashughulikiwa peke yako. Na sio tu moto ule una meno. Moto ule wa jehanamu una meno. Ndio maana una ukali usio kwa kawaida, una meno. Kwa hiyo ukisikia moto kule, kama ungefunuliwa leo ukaona ule moto, unaona unatafuna, kama unavyoweza kuona kitu kinatafuna kitu chenye meno, unakuwa una vilio vya namna hiyo vya moto. Moto unakula, moto unawatafuna wale waliomo. Moto sio tu unawaunguza, lakini unawatafuna. Angalia Biblia yako katika Kumbukumbu la Torati sura 32 mstari wa 22. Kumbukumbu la Torati 32. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 32. Kumbukumbu la Torati sura ya 32 mstari wa 22. Maana moto umewashwa wa hasira yangu, unateketea hata chini ya kuzimu, unakula dunia pamoja na mazao yake. Mazao ya dunia ni wanadamu wenye dhambi. Unakula dunia pamoja na mazao yake. Unaunguza misingi ya milima. Mtu ambaye anajitukuza, anajiona yeye ni yeye, hana haja ya wokovu, hana haja kusikia neno la Mungu kwa sababu ana pesa, ni kama mlima ambao unaonekana ni mrefu sana kuliko sehemu nyingine kote. Sasa hao wana misingi yao, misingi iliyowapa kiburi, hawataka kusikia neno la Mungu na kukaa katika hilo. Misingi iliyowafanya watu wao kwa sababu wamesoma, hawataka kusikia chochote cha kutubu dhambi na kuacha dhambi duniani. Hao misingi yao inaunguzwa. Lakini sio hilo tu, moto unakula dunia na mazao yake. Unakula, unatafuna. Waebrania 10 mstari wa 26 mpaka 27. Waebrania 10 mstari wa 26 mpaka 27, pale tuliposoma. Bado tuna kitu cha kujifunza tena. Mstari wa 27.
26 mpaka 27, maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Umoto unakula dunia na mazao yake, unakula mazao ya dunia, unatafuna hawa wanaokuwa wamewekwa ambao wametupwa kule jehanamu. Asiwele tu, lakini Mungu ameweka funza maalum. Ameweka funza maalum, na hawa funza wao hawafi. Ingawa moto una uwezo wa kutafuna, una uwezo wa kula, unaweza kuunguza, lakini funza hawa ni maalum. Wao hawafi. Kazi yao hawa funza vile vile ni kuwatafuna wanadamu. Ni kuwatafuna wanadamu. Kwa hiyo utaona watu walioko kule jehanamu ya moto wametobolewa matundu. Mafunza ya ni makubwa. Kwa hiyo yanaingia na kutoka katika mwili, yanatafuna, yanatoka, yanatafuna, yanatoka, yanaingia hapa upande huu wa mbavu, yanatokea upande huu mwingine. Yanaingia upande wa mgongo, yanatokea upande wa kifua. Yanaingia kila mahali, ni matundu. Yataingia huko, yatatafuna, sio moja tu itamtafuna na kumla huyu, lakini funza watamla. Funza watamtafuna. Na moto ule hauzimiki. Kwa namna gani? Biblia inasema sasa katika Marko. Angalia Marko 9. Marko 9 mstari 43 mpaka 49. Marko 9. Marko 9 mstari wa 43 mpaka 49. Na mkono wako ukikukosesha ukate. Ni afadhali kuingia katika uzima ukigutu kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda zako jehanamu kwenye moto usiozimika, ambamo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki. Na mguu wako ukikukosesha ukate. Ni afadhali kuingia katika uzima au ukiwete kuliko kuwa na miguu miwili na kutupwa katika jehanamu, ambamo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki. Na jicho lako likikukosesha ling'oe, ulitupe. Na ni afadhali kuingia katika ufalme wa Mungu na chongo kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu, ambamo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki. Kwa sababu kila mtu atatiwa chumvi kwa moto. Kila mtu atatiwa chumvi kwa moto. Mikono, miguu, macho ni viungo vya muhimu sana. Ni viungo vya muhimu sana. Na viungo hivi vinawakilisha chochote kinachoweza kutusaidia na kutupa riziki. Ni vigumu kupata riziki bila macho. Ni vigumu kupata riziki bila miguu au mikono. Chochote kinachoweza kutupa faida katika dunia hii, kama kinatupeleka kumwasi Mungu, ni afadhali tukikose. Ukahaba unaweza ukawa kama mikono, unatufanya tupate chakula. Kuuza pombe kunaweza kuwa kama mikono, kunatufanya tule, kunatupa riziki ya namna fulani katika maisha. Rushwa, wizi unatupa kufaidi namna fulani. Lakini pamoja na hayo yanaonekana ni faida, hayo yote yanatukosesha. Anasema ni afadhali sasa tukatilie mbali hayo yote, tubaki bila pesa. Kazi hiyo ya kuuza pombe ili tuwasomeshe wanetu, ni afadhali tuikatilie mbali, potelea mbali. Tuwe katika hali nzito, hatuli chakula. Tuwe katika hali nzito, watoto wetu wana shida na mateso, potelea mbali. Ni afadhali mateso hayo kutupata hapa kuliko kuonekana kweli tuna mili yote, tuna kila kitu leo, halafu tunaenda kutupwa katika jehanamu ya moto, ambamo humo funza wao hawafi, lakini wanatutafuna wakati wote. Lolote lile ambalo linaonekana linatupa faida, afadhali tulitupilie mbali. Biashara ya disco,
sijui ni lolote lile la kukosesha, lolote mambo linatupeleka mbali. Hizo faida Biblia inasema itatufaidia nini tukiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi zetu? Siku ya siku tutatupa katika moto wa namna hii, alafu hayo yatakuwa yametusaidia nini? Na afadhali onekana tuna chongo, watatucheka, umeokolewa, umekuwa maskini sana. Ndio zamani zile ulikuwa umejaa pesa, hawajui zile pesa zilikuwa za wizi. Lakini baada ya mtu kuokolewa, ameacha yote, ndio kila kitu kimekongoroka. Lakini afadhali tuonekane tumekongoroka hapa duniani, tuonekane tunachongo hapa duniani, lakini tuingie katika uzima katika jina la Yesu. Watatucheka wazazi, watatucheka hawa na yule, awe yote atasema, unaona tulisema huyu naye ameingia katika wokovu, angalia hili na lile haliendi, kwa sababu hatutoe rushwa kama mwanzo. Kwa hiyo tunakosa tenda, tunakosa zabuni za kufanya hiki au kile, potele mbali, tunyimwe zabuni, potele mbali, tuwe hatuna hela, tuwe chongo katika dunia hii, tuingie katika uzima katika jina la Yesu. Mguu wako ukikosesha, jicho lako likukosesha, ling'oe, viondoe vile vitu vyote vya namna hiyo, na kusema liwalo na liwe, hata kama itakuwaje, niingie katika uzima. Maana ule moto, Biblia inasemaje hapa tuliposoma? Biblia inasema kwamba, Biblia inasema katika Marko sura 9 hapa tulipokuwa tunasoma sasa hivi, mstari 49, kwa sababu kila mtu atatiwa chumvi kwa moto. Nyakati zile za Biblia kulikuwa hakuna friji. Mafriji yalikuwa hajagunduliwa nyakati za Biblia. Kwa hiyo watu walipokuwa na nyama, ili kuhifadhi isioze, iendelee kutunzwa wakati wote mpaka wakati ujao, walitumia chumvi. Ile chumvi, ile nyama ilizindikwa au iliwekwa katika furushi la chumvi, na chumvi ile sasa ina uwezo wa kuifanya ile nyama isioze, nyama ile itunzwe. Sasa inapozungumziwa hapa mtu utiwa chumvi kwa moto, inazungumzia jinsi ambavyo moto hauzimiki, moto hauishi, moto unabaki hivyo hivyo ulivyo, na unampreserve, ingawa unamtafuna, lakini bado yule mtu anatunzika kama vile nyama inavyotunzika, haiozi. Bado yule mtu ingawa anatafunwa, analiwa, anaunguzwa, haishi, hamaliziki. Sio kwamba anamalizika na kutoweka, la hasha, anaunguzwa kwa makali ya moto, kwa hali nzito mbaya namna hiyo, lakini haishi. Bado ule moto ni kama chumvi, na unamhifadhi ule mtu na anaendelea kuwako. Kwa hiyo milele na milele bado anateseka, bado anaumia. Sasa sio tu, lakini katika moto wa milele kuna madini ambayo yanaitwa Kiingereza brimstone au kitaalamu sulfur. Brimstone au sulfur. Na madini hayo yanatafsiriwa katika Biblia zetu za Kiswahili kiberiti. Madini haya yanayoitwa kiberiti au sulfur, utaweza kuona kwa mfano katika Ufunuo Yohana sura ile ya 21, Ufunuo Yohana sura ya 21 mstari ule wa 8, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Utaweza kuona kiberiti ni sulfur. Na madini haya sulfur, kwa watu ambao labda walijifunza kemia au chemistry katika mashule yao sekondari na kadhalika, watakumbuka kwamba walipokuwa wanafanya mazoezi mbalimbali katika maabara, pale walipoichoma sulfur, pale walipochoma madini haya sulfur, kutafuta labda sulfur dioxide na kadhalika, utaweza kuona ukichoma sulfur, ukichoma madini haya sulfur, inakuwa kama mpira. Madini haya yanakuwa kama mpira na yanaunguza sana kama yakikamata kwenye moto wako. Na sio tu yanaunguza, lakini yanatoa harufu mbaya kama mayai yaliyooza. Na utaweza kuona madini ya sulfur yakipata moto yanatoa harufu mbaya sana kama mayai yaliyooza. Utaona ukipita kwenye maabara za sayansi namna hii, alafu kakuta wakachoma sulfur, sasa utaona harufu mbaya, unaweza kusema mayai gani yako hapa yaliyooza?
lakini ni sulfur inachomwa, na harufu mbaya hiyo ya sulfur inayoungua imejaa katika shimo hili. Kwa hiyo kule kuna harufu mbaya. Kwa hiyo tunaweza kuona watu wakati mwingi wameshika pua zao. Ni harufu mbaya sana sana ya mayai yaliyooza. Harufu mbaya sana ya mayai yaliyooza imetapakaa katika shimo hili. Hebu jaribu kuanza. Moto mkali namna hiyo. Funza wanakutafuna. Sio funza tu wanakutafuna, lakini sasa tena harufu mbaya kiasi hicho. Inatisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Sio hilo tu, lakini hebu jaribu kuanza. Mafunzo yanaingia. Kwa hiyo watu hawa wametobolewa kila mahali, wametobolewa kila mahali. Moto naunguza. Hata kama mtu alikuwa mweupe, hawezi kuwa mweupe tena, ni mweusi titi, kwa maana ni anafanywa kuwa mkaa, lakini haishi, ana hali mbaya. Kwa hiyo ukiangalia wale watu ambao wako jehanamu ni kama madude yametafunwa na funza, matundu yamejaa kila mahali, moto na wana hali mbaya sana ya kutisha. Na sio hilo tu, lakini katika Ufunuo Yohana sura 21 mstari wa 8, moto na mei unaitwa mauti ya pili. Kwa nini unaitwa mauti ya pili? Mauti ya kwanza ni mtu anapokufa, lakini mauti ya pili ni mtu anapokwenda jehanamu ya moto. Unajua mtu anapokuwa anakufa, utaweza kuona anahangaika. Wengine watakuwa wanahangaika, hawezi hata kuhema, na hata waliomzunguka wengine wanasema ni afadhali angekata roho akapumzike. Akienda jehanamu ya moto haendi kupumzika, wanangu, haendi kupumzika, lakini anabaki katika hali hiyo hiyo ya kufa milele. Watu walioko jehanamu ya moto wakati wote wako hivyo. Ndio maana inaitwa mauti ya pili. Na mauti hiyo sasa ni wakati wote wako katika hali ya kufa, lakini hawafi. Sio kwamba watapotea sasa, sio kwamba itakuwa mwisho, lakini wako hivyo, ndio mwisho wao, wanaendelea kuwa hivyo. Inatisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Na sio tu watakuwa katika hali hiyo, lakini wanakuwa katika hali ya kilio na kusaga meno. Kilio na kusaga meno. Katika Mathayo 8:12 tumeona hapo jinsi ambavyo watatupa katika giza la nje, ndiko watakuwa na kilio na kusaga meno, watakuwa na lia. Shetani leo hataki watu wamlilie Mungu ili wasamehe dhambi zao. Na anasema umejiunga na walokole, watu wanawalialia. Mtu mzima unaliaje na akili zako? Yesu akasema heri waliao leo, maana kesho atacheka. Mwanamke, lia mbele za Bwana. Mwanaume, lia mbele za Bwana. Watakuwepo watu wanasema na umejiunga na ulokole, na unalialia kama mtoto mdogo. Usipoongoka na kuwa kama watoto wadogo, hamwezi kuurithi ufalme wa mbinguni. Ni afadhali tulie leo ili kesho tufurahi katika jina la Yesu. Ni mahali pa kulia na kumwambia Bwana, nisamehe dhambi zangu. Pale ambapo unaona kabisa kuna upungufu, pale ambapo unaona kabisa utakwenda katika njia hii, ni afadhali unamlilia Bwana kuliko kungoja kwenda kulia jehanamu. Wanalia, na sio tu wanalia, wanasaga meno. Wanasaga meno kama mtu kwenye baridi kali. Anatafuna meno, anasaga meno, maana ni hali nzito mbaya. Sio hilo tu, lakini kutokana na joto kali sana, lilokuwa huko, watu hao wanatoa ndimi zao nje kama mbwa, wakitamani hata angetokea mtu akaweka hata tone moja la maji, hata tone dogo tu la maji, ili kupoza kiu yao. Luka 16 mstari wa 19 mpaka 24 tunaona juu ya tajiri aliyekufa. Hebu tuangalie tena habari zake. Luka 16 mstari wa 19 mpaka 24, akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa, na maskini mmoja jina lake Lazaro, wekwa mlangoni pake na vidonda vingi.
naye alikuwa akitamani kushibishwa na kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia, akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto. Ni mateso makali, wanatoa ndimi zao kama mbwa, wakitamani hata mtu wa yote atokee halafu awadondoshe japo tone moja la maji wapate nafuu. Kwa hiyo wanapiga kelele, wanamwomba Mungu, wanamwambia Mungu, kweli Mungu, kweli Mungu, kweli Mungu tumekosa. Mungu tuko tayari kuokoka sasa. Tulipuuza wokovu duniani. Tulisema aliokoka amechanganyikiwa, lakini sasa tunaamua kuokoka na sisi. Bwana asifiwe. Na sisi tunataka kuokoka. Bwana, tuhurumie. Angalia viumbe wako. Tunaumia. Wanalia. Mungu hata sikia kilio cha wai yote. Angalia anavyosema. Angalia anavyosema, watalia milele na milele, lakini Mungu hatasikia chochote. Biblia inasema katika Ezekiel sura 9 mstari wa 10, Ezekiel 9 mstari wa 10, Ezekiel 9 mstari wa 10, Ezekiel sura ya 9 mstari wa 10. Nami jicho langu halitaachilia, wala sitaona huruma, lakini nitaleta njia yao juu ya vichwa vyao. Sio wajifanya wajuaji, sio wajifanya wao ni zaidi kuliko mimi niliyewaumba. Nilipowaambia katika neno hili waache dhambi, hawakutaka kunisikiliza. Nilipomleta Yesu duniani aje waokoe wenye dhambi, wakasema hakuna hata kuokoka duniani. Lakini wakasema ni Wakristo, lakini bado wanaendelea kufanya dhambi. Wakasema wana dini zao nyingine, wakati Yesu alisema mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu aje kwa Baba ile kwa njia yangu. Wakampuuza Yesu. Sasa njia zao zitakuwa juu ya vichwa vyao. Sitaona huruma, wala jicho langu halitaachilia. Ezekiel 8 mstari wa 18 tena. Ezekiel 8:18. Kwa sababu hiyo mimi nami nitatenda kwa ghadhabu, jicho langu halitaachilia, wala sitaona huruma, na wajapolia masikioni mwangu kwa sauti kuu, sitawasikiliza. Huyo ndiye Mungu. Huyo ndiye Mungu. Yuko mhubiri mmoja maarufu katika nchi yetu ambaye amefanya huduma ya uinjilisti kwa zaidi ya miaka 40 sasa katika nchi. Ana mzigo wa injili, amezunguka kila mahali, sehemu nyingine mpaka vijijini ndani sana. Na sasa hivi ninavyozungumza ni mtu mzima sana, ni mzee. Mhubiri huyu, mama yake alikuwa mweupe sana. Hata mhubiri ukimwona, ingawa ni mzee sasa, weupe umefifia kwa namna fulani, lakini yeye naye alikuwa mweupe kama mama yake. Mama huyu alikuwa anavuta ugolo, na mhubiri huyu ingawa alikuwa anazunguka kila mahali, atakuja atamwambia mama, mama unavuta ugolo, mama unafanya dhambi, unajua utakwenda jehanamu ya moto. Akamwelezea jinsi ambavyo kuna mateso makali. Ile mama atakuwa kama anasikia lakini hasikii. Mtoto ile akiondoka, mama anaendelea kuvuta ugolo, anafanya vituko, analewa, anafanya vituko vya kila namna, anafanya dhambi. Na hatimaye siku moja baba huyu alipokuwa katika kuhubiri injili, akaletewa taarifa kwamba mama yako amefariki. Baba yule akasema, sijui amekwenda wapi, sijui amekwenda wapi. Akafunga na kuomba, akaacha kuhubiri tena kuzunguka, akafunga na kuomba, akamwambia Mungu, kwa sababu amekufa mimi sipo, sijui kama alikuja kutubu huko baadaye, wakati kabla ya kufa, naomba unionyeshe yuko wapi. Siku nyingi zikapita kimya. Mungu akajaribu kumsihi kwamba kwani lazima nikuonyeshe, uendelea kuhubiri tu mwanangu.
Akasema hapana, umesema ombeni nanyi mtapewa, na mimi naomba unionyeshe hili. Hatimaye akatoka katika ufahamu wa kawaida. Alipotoka katika hali ya ufahamu wa kawaida, ghafla akaenda mahali ambapo akamwona mmoja aliyekuwa karibu naye hapo, malaika wa Bwana. Akawa kama yeye anayefungua, anatoa kizibo kwenye pipa. Akatoa kile kizibo. Sasa kumbe kilikuwa ni kizibo cha jehanamu. Kama alivyokuwa anatoa kizibo namna hii, maana ni shimo, wamefungiwa ndani. Tunaona Shetani akitajwa kwamba atafungiwa kwenye shimo refu na kupigwa muhuri. Huo muhuri unaotajwa ni kizibo, ni namna kizibo cha pipa, ni kama mfuniko. Ule mfuniko kaondolewa. Mfuniko ulipoondolewa namna hii, anasikia sasa moto unatafuna. Ni giza, ni hawezi hata kusogelea karibu. Naona kwa mbali sana, hawezi kusogelea karibu. Na akaonyesha huko sasa dude kama linaibuka ndani, kama dude tu linaibuka, likaibuliwa, likaletwa kwa karibu. Akapewa macho ya kuona mbali, maana asingeweza kusogea kwenye moto mkali na mimi. Likaletwa kwa karibu na hii, alafu kichwa na mimi kikajitokeza na hiyo, alafu kiwiliwili kikapanda. Kilipokuwa kimepanda, akamwangalia, akauliza, huyo ni nani? Akamwambia, ndio mama yako. Ni mama. Ndio yule mama, kwa sababu anaofahamu. Unajua watu walioko kule wanaofahamu kabisa, wanajifahamu vizuri kabisa, wanaelewa kabisa, wanaofahamu ndugu zao, hata waliobaki hapa wanaofahamu kamili kabisa. Akamwona huyu mhubiri, akasema, mwanangu, sikusikia maneno ulioniambia. Nikasema, wewe mtoto wa siku hizi utanieleza nini? Nikakupuuza. Ninateseka kwenye moto. Ninateseka kwenye moto. Wewe si mhubiri, ni mtumishi wa Mungu. Naomba basi uniletee hata maji kidogo. Poze ulimi. Poze ulimi. Akazungumza kama tajiri aliyekufa. Akamwambia, baba, naomba mwanangu, uniombee kwa huyo Mungu basi. Mwambie mama yangu yuko huku basi nitolewe. Yule mhubiri ananieleza, anasema aliposikia namna hiyo, akamwambia, mama, wakati wa wokovu ulikuwa kule duniani, huku sina uwezo wote, hata mimi nimeleta tu huku, sina mamlaka, siwezi kumwambia Mungu abadilishe haya. Alipokuwa anamwangalia yule mama, akazimia, akaanguka. Alipoanguka, akainuliwa na yule malaika wa Bwana. Alipoinuliwa na malaika wa Bwana, akaonyesha tena mchungaji wake mmoja, akaleta naye. Kule nyuma alipoonyesha mama, yule mama alikuwa mweupe sana, sasa amekuwa mweusi kama makaa. Ndio maana alimpotea. Sasa akaleta mchungaji wake tena. Mchungaji huyu alikuwa dhehebu lake la mwanzo, ambaye alimpinga sana alipoamua kuokolewa, akaacha dhehebu hilo. Maana dhehebu hilo utakuta wachungaji wengi wanasimama na kusema hakuna kuokoka duniani, wanawakatisha watu tamaa, wanawaambia hakuna kuokoka. Yule mchungaji naye akaibuka kwenye moto, akaletwa. Akamwangalia. Yule mchungaji akamkumbuka, akasema, nilisema wakati ule umepotea mwanangu. Nikapiga kelele, nikasema kabisa hakuna kuokoka. Ninateswa. Natamani nirudi niwaambie washirika wangu, msinifuate huku niliko, muokoke. Basi nenda kawaambie umekuja huku. Maana akafahamu kwa ufahamu kwamba huyo amekuja tu mara moja. Kawaambie wasinifuate huku. Unajua watu walioko kule motoni, ambao ni ndugu zako, labda ni wazazi wako wamekufa bila kuokoka, wako motoni. Labda ni mama yako, ni mjomba wako, wamekufa, wako motoni. Hawataki uende huko. Na wanatamani angetokea mtu kule, akaja akawashuhudia watu hapa, akawaeleza wasiende. Angalia Luka sura ile 16. Luka 16 mstari ule wa 24 mpaka 31. Akalia akasema, hey baba Ibrahim, nihurumie, mtume Lazaro achovye ncha kidole chake majini ya uburudisho ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu.
Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vipi alipata mabaya, na sasa yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huko kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali ya baba mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wasikilize wao. Akasema, la baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Akamwambia, wasikia Musa na manabii hawatashawishwa, yani hawatashawishika hata mtu akifufuka katika wafu. Hata kama mtu akitoka motoni leo akaachiwa kuja duniani akaanza kuhubiri akisema, mimi nimekuwepo motoni, nimeteseka, kuna maajabu sana, angalieni matobo nilionayo, angalieni funzo wanavyonitafuna, msiende motoni. Watasema, amna, mtu amechanganyikiwa, alienda motoni wapi? Mungu mkubwa. Duniani wako Musa na manabii, wasikilizeni hao. Sauti ya Yakobe hii unaisikia leo inaweza kuwa ni sauti ya mwisho kabla kufa kwako, mwanamke. Sauti ya Yakobe anazungumza kama nabii kwako. Usiende katika njia hii, acha dhambi mwanangu, acha ukahaba, acha uasherati, acha ulevi. Unakuja hapa kanisani unasindikiza tu wazazi, unamsindikiza tu mume, ni kama kwa kulazimishwa. Acha dhambi mwanangu, acha dhambi mwanangu. Ninazungumza kama nabii mbele yako leo. Usije ukawa msindikizaji. Kwa nini uje mahali kama hapa? Wengine wako katika unafiki, wanakuja hapa wanaonekana kama watu waliokolewa, lakini huko wako na washerati na mabwana zao, wako na uzinzi mabwana zao. Acha unafiki mwanamke, acha unafiki mwanamume. Inatisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Duniani wanao manabii, wawasikilize hao. Duniani wanao manabii, wawasikilize hao. Nisikilize neno la Mungu, simsikilize mchungaji wako ambaye anakupotosha na kukwambia hakuna kuokoka, ambaye anakupa faraja na kukwambia unaweza kuacha na wake wengi, haina tatizo. Unaweza kumwacha mke ukaoa mwingine. Usibabaishe na hiyo talaka uliopewa na serikali. Nimeenda mahakama kuu, wamenipa talaka, wameniruhusu kabisa mke wangu kumwacha na kuoa mwingine. Imekuruhusu mahakama, hajakuruhusu Mungu. Unahesabika ni mzinzi, utakuwa hapa. Sikiliza sauti ya nabii leo. Inaweza kuwa ni sauti ya mwisho leo. Mahali unaposikia kaseti hii, unasikia sauti hii leo, inaweza ikawa ndio sauti ya mwisho unaisikia. Unajuaje kama usiku utamalizika? Unajuaje kwamba hii siku ya kesho utaingia? Unajuaje? Duniani wanao manabii, wawasikia hao. Lakini wengi wamekuwa na masikio lakini hawasikii. Wamejaa kiburi. Mimi nimesoma. Umesoma nini? Umesoma nini? Nimesoma sheria. Umesoma sheria. Sheria zingekuwa wapi kama Mungu asingeumba wanadamu? Sheria za nini? Sheria za miti. Sheria zishughulike na nini? Zishughulike na mchanga. Sheria zipo kwa sababu wanadamu wapo na wanatakiwa kupewa maongozi. Huyu Mungu aliyeleta sheria yake, neno lake, utaki kumsikiliza, unasema wewe ni mtaalamu wa sheria, ni msomi. Nimesoma, najua sana, mimi ni daktari. Daktari wa nini? Wewe inakulazimu kufanya utafiti na inakulazimu kufanya research ili uweze kujua moyo unafanya kazi namna gani, mapafu yanafanya kazi gani. Inakulazimu kufanya utafiti, uweze ujifunze histology, ujifunze umbo la mwanadamu, uweze kujifunza mwanadamu ameumbwaje, mwanadamu yukoje, viungo vyake vinafanya kazi namna gani. Msifahamu, wewe unajifunza. Huyo aliyemuumba mwanadamu ni nani? Unamjua. Huyo ndiye anazungumza na wewe hapo leo. Kama wewe ambaye unajifuna leo kwamba mimi ni daktari, mimi ni msomi, mimi ni naiki, usomi wako katika nini? Utaungua hapa. Milima yako, msingi wa milima yako, hicho kinachokufanya ujione na kujikweza. Walioko kule wanalia, wanasononeka, wanakwambia usiende kule. Baba yako kama amekufa yuko motoni, anakwambia mwanangu usinifuate. Mama yako kama amekufa, anakwambia mwanangu usinifuate. Amekufa katika dhambi, anakwambia mwanangu usinifuate. Dada zako, ndugu zako wamekufa, wanakwambia usifuate huku.
Bwana, niseme nini ili watu hawa nisikie? Bwana, nisaidie, niseme nini ili wanadamu hawa nisikie? Wamekuwa ni watu wa kupuuza kila wanaloelezwa. Wameyapuuza mambo haya kwa sababu ni wasomi. Wamesema tuache, tuna dini zetu. Wewe mtoto mdogo wa juzi utatueleza nini? Roho Mtakatifu nisaidie. Katika jina la Yesu. Hilo linatupa kuendelea kutafakari juu ya usemi na fikra za wale walioko motoni. Sio tu wanataka hawa walioko duniani wasiwafuate, lakini kule waliko watu waliopata mafundisho kama haya wanasema sasa na Mithali 5 mstari wa 11 mpaka 13, jinsi nilivyochukia maonyo na moyo wangu kadharau kukemewa, wala sikuisikia sauti ya walimu wangu, wala sikuwategea sikio langu walionifundisha. Wako watu hapa hawataka kukemewa, wako watu hapa hawataka kukaripiwa, wako watu hapa wakiona neno linazungumzia dhambi, utakatifu, wanatafuta mahali pengine pa kwenda. Ukitafuta mahali pengine pa kwenda na kusema kwani kanisa tu ndio hilo, kwani kanisa ndio hilo, ni kweli kanisa sio hili. Yako makanisa mengi, yako madhehebu mengi, lakini neno la Mungu ni moja. Biblia tu ni moja. Hii ndio Injili. Tunahukumiwa kwa Injili hii peke yake. Na kama unachukia kukemewa, unachukia mafundisho, unasema viwango vya full gospel viko juu sana. Hivi sio viwango vya full gospel. Hivi viwango ni vya neno la Mungu. Iweni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Na watu namna hii watasema jinsi nilivyochukia maonyo. Wako watu wakikemewa, wakikaribiwa, wakitiwa chini ya nidhamu hapa, wanakimbia, wanasema sina haja ya kuja tena huko. Ni heri ukubali kuonywa, ni heri ukubali kukaribiwa, ni heri ukubali kutiwa katika nidhamu, ni heri ukubali kuadhibiwa kwa namna yote ile, lakini uingie katika uzima. Sio. Lakini watu walioko kule jehanamu ya moto wakimwona yote ambaye anajiunga nao, maana sasa hivi wengi wanaingia usiku na mchana, wanaingia. Unasikia matangazo ya vifo kiradioni, wengi wanakwenda bila Yesu, hajamfahamu Yesu anayeokoa, wanaingia. Na kila anayeingia akitelemka kwenye shimo, hawa walioko ndani wanamwambia. Isaya 14 mstari wa 9 mpaka wa 10. Isaya 14 mstari wa 9 mpaka wa 10. Isaya 14 mstari wa 9 mpaka wa 10. Kuzimu chini kumetaharuki kwa ajili yako, ili kukulaki utakapokuja. Waamsha waliokufa kwa ajili yako, na walio wakuu wote wa dunia, watu waliokuwa marais wa dunia hii, watu waliokuwa mawaziri wa dunia hii wamejaa kiburi. Watu waliokuwa mawaziri wakuu wa dunia hii, wafalme, wamejaa kiburi kwa sababu wanatembea na mabenzi kila mahali. Wamejaa kiburi kwa sababu wanapigiwa saluti kila mahali. Makomanda wa jeshi ambao ni maafande wakati wote wanapigiwa saluti, ambao wanajiona wao ni wao, hakuna wengine. Majemadari wa namna hii. Hakuna ujemedari kule. Waamsha waliokufa kwa ajili yako, na walio wakuu wote wa dunia. Wainua wafalme wote mataifa watoke katika viti vyao vya enzi. Leo si uko katika kiti cha enzi. Utakapotelemka kule itakuwaje? Mstari wa 10. Hao wote watajibu na kukwambia, je, wewe nawe umekuwa dhaifu kama sisi? Wewe nawe umekuwa kama sisi? Mstari wa 11. Fahari yako imeshushwa hata kuzimu, na sauti ya vinanda vyako, wewe mpiga muziki wa dansi, wewe ambaye unashangilia wakati wote, ndombolo, muziki gani? Fahari yako imeshushwa hata kuzimu. Funza wametandazwa chini yako, na vidudu vinakufunika. Je, wewe nao umekuwa dhaifu kama sisi? Baada ya kusikia mafundisho namna hii, baada ya kusikia neno hili, halafu wewe dhaifu uingie huko tena walikoingia wenzako?
Watakupokea na kusema, na wewe umekuja hapa tena. Wewe ulikuwa na nafasi kusikia habari za wokovu kule. Sisi hatukuwa na nafasi. Umesikia yote, ulikuwa na nafasi, tulikufa kabla yako, na wewe umekuja tena huku. Wazazi wako walikufa zamani. Wewe umeishi, umekuwa mzee namna hii. Umeishi, umekuwa na umri wa kusikia hata neno hili. Una cassette, hata unaweza kusikia cassette namna hii. Halafu na wewe baada ya kusikia yote haya tena uende motoni. Watakwambia na wewe umekuwa dhaifu kama sisi, ulipata nafasi ya kusikia. Itakuwa ni kilio na kusaga meno. Walio mbinguni kuna wakati ambao watapewa nafasi ya kuwachungulia. Isaya 66:24 Biblia inasema watawachungulia hao. Watawachungulia hao lakini hawatakuwa na machozi. Watawachungulia hao lakini hawatakuwa na machozi. Ukiwa upande wa mbinguni utaonyeshwa kidogo siku moja motoni kuna kuwaje. Hilo linatupa kutafakari tofauti kati ya jehanamu ya moto na ziwa la moto. Tutaweza kuona kwa undani juu ya ziwa la moto tutakapokuwa tunajifunza masomo yanayofuata katika mfululizo wa masomo haya matukio ya mwisho. Lakini kuna tofauti kati ya jehanamu ya moto na ziwa la moto, kama jinsi ambavyo kulivyo na tofauti kati ya mbingu za sasa, yani mbinguni iliyoko sasa na mbingu mpya. Ufunuo Yohana 21:1 Biblia inasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita. Kuna mbingu mpya, kuna Yerusalemu mpya, na hapo ni mahali tofauti kama tutakavyoweza kuona katika masomo yanayofuata. Sasa mbinguni sasa hivi ni kuzuri, lakini kule mbingu mpya na Yerusalemu mpya ni kuzuri zaidi kuliko hapa kwa sasa. Na vivyo hivyo jehanamu ya moto kuna mateso ya namna hii, lakini ziwa la moto ni mateso haya na kuzidi. Ni kama mtu anatolewa mahabusu, anapelekwa sasa katika gereza. Na walioko jehanamu ya moto watafikia mahali ambao wanafufuliwa katika ufufuo wa wafu, ambao tutajifunza habari ya ufufuo huo katika somo linalokuja Jumapili ijayo. Tutakapoangalia aina mbili za ufufuo. Ufufuo wa kwanza, ufufuo wa pili. Tutaangalia juu ya ufufuo. Watu walioko jehanamu ya moto ambao wanateseka hata sasa watafufuliwa, na baada ya kufufuliwa wataletwa kwenye kiti cha enzi kikubwa cheupe cha hukumu, ambapo wataelezwa kwa nini wamepelekwa huko. Wataonyeshwa matendo yao kwa namna ya video, waweze kuona maisha yao duniani yalikuwaje, ili wajue kweli ni halali yao kuteswa wanavyoteswa. Halafu baada ya hapo watatolewa hapo na kukamatwa na kutupwa katika ziwa la moto. Ziwa la moto linalotajwa katika Ufunuo Yohana sura 21 sasa mstari wa 8 ni tofauti na jehanamu ya moto. Huko ndiko kuna hukumu kubwa zaidi, na wa kwanza na wa pili kutupwa watakuwa ni mpinga Kristo na nabii wa uongo. Mnyama na nabii wa uongo watatupwa huko kwanza, halafu shetani naye atakamatwa na kutupwa huko kama tulivyoona. Hao ndio watafungua ziwa la moto, na wengine sasa watafuata baada ya hukumu hiyo ya kiti kikubwa cheupe cha enzi ya hukumu ambacho tutakiona katika masomo yanayofuata. Sasa baada ya kufahamu yote haya, tuende katika kipengele cha 4 na cha mwisho, jinsi ya kuikwepa jehanamu ya moto. Kwanza, kuungama dhambi na kuziacha. Unaungama dhambi zako kwa kumaanisha kuziacha na kumwambia Yesu akusamehe kabisa, na umaanishe kuziacha na kumwambia Yesu akuwezeshe kuishi maisha yanayompendeza Bwana, akuokoe kutoka katika mateso haya. Ndio maana tunasema ni kuokoka. Akuokoe kutoka katika mateso haya, na utaokolewa kuanzia sasa. Itakuwaje kwamba itathibitika namna gani umeokoka? Utaanza kuona maisha yako unaishi tofauti na mwanzo, na Yesu amekuwezesha. Tunawezeshwa kushinda dhambi, si kwa nguvu zetu. Wewe unanyosha mkono tu kama alama ya kusema mimi siwezi, halafu namwambia Yesu nisaidie. Yesu alijaribiwa sawa na sisi katika mambo yote duniani bila kutenda dhambi. Huyo ndiye atakayekuwezesha ghafla kwa imani. Wote waliompokea aliwapa uwezo. Unapewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Unapewa uwezo wa kufanya mapenzi ya Mungu, si kwa nguvu zako. Pili, kulishika neno la Mungu kwa kufanya maagizo yote ya Mungu na kuwakataa wafariji wenye kutabisha wanaosema kufanya hili na lile sio lazima. Zaburi 119:6, ndipo mimi sitaaibika nikiangalia maagizo yako yote. Maagizo yote. Ukiambiwa kubatizwa katika maji tele baada ya kuokolewa, ubatizwe. Usilete ubishi kwa sababu tia ubatizo eti upelekwe katika jehanamu ya moto, maana utahesabiwa ni muasi.
Kwa nini? Kubatizwa tu, kuingizwa kwenye maji. Kwa nini? Maji yanaunguza. Lolote tukaloambiwa ni mke mmoja mume mmoja mpaka kifo kitakapowatenganisha, fanya hivyo. Ni afadhali huyo mume wako ambaye sio, mwache uishi katika mateso, uishi katika mahangaiko, kuliko kutupwa katika jehanamu ya moto. Ukienda kwa mchungaji mwingine atakwambia hakuna tatizo, unaweza kukaa na huyo tu. Si mmeokoka tu wote. Yule wa kwanza yale yalikuwa na kutesa, tena naye si huyu mume uliye naye, mmeokoka naye wote. Sasa unataka nini? Mungu akupe donda? Huyu ndio wa kwako. Mafundisho ya mume mmoja mke mmoja mpaka kifo umeyatoa wapi? Kwa Kakobe. Kakobe tunamfahamu yule, achana naye. Yule ana matatizo. Yule pepo yule, mafundisho yake pepo hayafai yale. Hao ni wafariji wa kutabisha. Hao hawana mbingu. 3, tunapaswa kutoka kuhesabu sheria ni kitu kigeni. Tuongozwe kwa yale yote tunayoelekezwa kufanya. Na 4, tunafikiwa kuwa watakatifu na kuwa mbali kabisa na dunia hii. Wewe yote anayekuwa rafiki dunia anakuwa adui wa Mungu. Yakobo 4, kila dunia, mambo yote ya dunia hii tunahesabu kuwa mavi. Tuvae kama Wakristo, tufanye kila kitu kama Wakristo, tuwe kielelezo, tuwe nuru. Lakini leo tunasema tunaimba kama watu waliozagaa kila mahali, wanaimba utasikia tu mpaka unasikia Yesu, lakini ni ndombolo imeingia kanisani. Wanaimba Bwana asifiwe, mpaka ulisikie Bwana asifiwe, lakini ni ndombolo. Halafu wanasema wanaenda mbinguni. Mbingu ipi? Nakuuliza, mbingu ipi nakwenda? Unahitaji kukimbilia hapa mbele haraka, na haraka sana umwambie Bwana kusamehe. Unajifahamu mwenye dhambi, unajifahamu una sifa kuingia mbinguni, unahitaji kukimbia hapa haraka na kumwambia Bwana nisamehe. Unajifahamu ni mwenye dhambi, unahitaji kulalama mbele za Bwana, hata kama hujaja hapa mbele. Pale ulipopiga magoti, mwambie Bwana akufanye safi, mwambie Bwana akupe kuingia katika uzima. Hata kama unasikia kaseti, hata kama umesikia mafundisho ya kwa njia ya kaseti, unahitaji kumwambia Bwana akusamehe dhambi zako zote. Akupe kuishi maisha yanayompendeza Bwana, akupe wokovu kuanzia leo. Jicho langu halitaachilia wala sitaona huruma. Jicho langu halitaachilia wala sitaona huruma. Mwambie Bwana kama umeokolewa, mwambie Bwana akupe kuendelea katika imani bila kujali atakayokupata. Mumeo akikuacha, potelea mbali. Ni heri jicho lako lingoe, mkono wako ikosesha ukate. Ni afadhali uingie ukiwa chongo, kuliko kuwa na viungo vyote halafu ukatupa katika jehanamu ya moto. Mwambie Bwana akusaidie, mwambie Bwana akuwezeshe kusimama imara katika wokovu. Watakuja watu na kukupotosha, watakwambia umeenda kule umepotea, watakuleta maneno ya kila namna. Mwambie Bwana niwezeshe kusimama, Bwana niwezeshe kuendelea, Bwana niwezeshe kuendelea katika wokovu. Bwana atakuwezesha.
Ukae mahali ambapo utajifunza neno kama hili, utajifunza kweli ya neno, utakaa katika utakatifu. Usikae mahali ambapo ni kuimba tu mapambio, kuimba tu mapambio, hakuna neno la kukuchonga, hakuna neno la kukuchonga. Mwambie Bwana akupe kutafuta mahali ambapo utajifunza neno, utajifunza utakatifu, utakaa katika utakatifu. Neno litakuchonga, neno litakuchonga, neno litakuchonga. Mwambie Bwana niwezeshe, Bwana niwezeshe. Umepata neema ya kusikia maneno haya kutoka kwa nabii wa Mungu. Unaweza usipate nafasi hii tena, usichezee nafasi hii. Tubu, afadhali ulie leo. Yeye anaelia leo, kesho atacheka. Yeye anaelia leo, kesho atacheka. Yeye anaelia leo, kesho atacheka.